Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasoro, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Na miongoni mwa tulionao leo ni pamoja na haya. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Sabasaba miaka 50 ibuka jukwaa la kuimarisha biashara Afrika. Tanzania na Msumbiji zatangaza enzi mpya ya ushirikiano. Katika biashara, Wizara ya Fedha yasisitiza elimu ya fedha kukuza uchumi wa nchi ifikapo 2050. Na katika habari za kimataifa, majaribio ya tiba ya Ebola yaanza nchini DRC. Karibu mtazamaji wa TVE, moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco Chapo. Amesema Tanzania na Msumbiji zinafungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kiuchumi kwa kutumia biashara, uwekezaji na viwanda kama nyenzo za kuharakisha maendeleo ya wananchi wa nchi hizo mbili. Mwanahabari wetu Ellen Manyango ameandaa taarifa zaidi na hapa studio inasomwa na Goodluck Msola. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya 50 na kueleza kuwa uhusiano wa mataifa hayo mawili haukujengwa kwa mikataba ya kibiashara, bali ulianza katika harakati za ukombozi wa kusini mwa Afrika na sasa umeendelea kuimarishwa kupitia majukwaa ya kibiashara kama vile maonyesho ya kimataifa Sabasaba, kwa kiipongeza Tanzania kutokana na kufanikisha maadhimisho ya miaka 50 ya maonyesho hayo ya kimataifa ya biashara yaliyokuwa kitovu cha ubunifu, uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi barani Afrika. Awali, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema maonyesho ya Sabasaba yamebadilika kutoka maonyesho ya kawaida ya biashara na kuwa jukwaa la kimataifa linalounganisha wazalishaji, wawekezaji, wanunuzi pamoja na wabunifu kutoka mataifa mbalimbali duniani, ambapo amesema maonyesho hayo yamekuwa chachu ya kuwainua wafanyabiashara wadogo kuwa wawekezaji wakubwa, akiongeza kuwa ushiriki wa sekta binafsi umeifanya Tanzania kuwa lango la biashara la uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na SADC. Katika kipindi cha miaka 50, maonesho haya yamekuwa daraja muhimu la kuwaunganisha wazalishaji na wanunuzi, wafanyabiashara na masoko, wawekezaji na fursa za biashara, pamoja na kuunganisha Tanzania na dunia. Kwa wananchi wa Tanzania, maonesho haya ni sehemu ya maisha yetu. Wapo walioanza na biashara ndogo, kupitia maonyesho haya leo wamekuwa wafanyabiashara wakubwa. Wapo wakulima, wajasiriamali na wabunifu ambao kupitia maonyesho haya wamepata masoko, maarifa, mitaji na washirika wa kuendeleza biashara na shughuli zao kwa ujumla. Upande wake, Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema mafanikio ya Sabasaba yameendana na kasi ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania, akibainisha kuwa mauzo ya bidhaa na huduma za nje ya nchi yameongezeka takriban 15% katika kipindi cha mwaka uliopita. Maonyesho ya Sabasaba yamekuwa kioo kinachoakisi safari ya uchumi wa Tanzania. Kila mwaka yametuonyesha tulipotoka, tulipo, lakini muhimu zaidi yanatuonesha tunakokwenda. Maonyesho haya yameendelea kutuonyesha kuwa uchumi wetu hautegemei matumizi pekee, bali uwezo wetu wa kuzalisha, kushindana na kuuza bidhaa na huduma zake katika masoko ya dunia. Ni kwa sababu hiyo, napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake wenye maono makubwa katika kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara, uwekezaji na uzalishaji katika ukanda wetu. Naye mkurugenzi mtendaji wa TanTrade Dr. Latifa Hamis Mohamed amesema katika kipindi cha miaka 50 ya maonyesho ya Sabasaba yamepokea washiriki kutoka nchi zaidi ya 50, kampuni zaidi ya 38,000 na zaidi ya wageni milioni 10, huku yakizalisha maelfu ya ajira pamoja na mabilioni ya shilingi kupitia mikataba ya biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Rais, wale wanafunzi uliowaona uniform zao, lakini pia tayari wameshapatiwa vifaa wanapoenda vijijini kwao, tayari wana vifaa vyote vya shule zinapofunguliwa, wamedhaminiwa na Waka Compensation Fund pamoja na NSSF, wamewadhamini zile uniform, vyakula na makazi yao hapa muda wa siku 3. Kwa hiyo wote wamewadhamini, wanaenda nyumbani wakiwa na vifaa kamili vya shule. Kwa hiyo wamepunguza gharama kubwa sana, na programu hii tumeianzisha kwa jina la Sabasaba Urithi Wetu,
ili Watanzania wote waendelee kuirithi na Sabasaba watoto waijue, wale wa vijijini ambao wanasimuliwa waweze kuiona. Na siku hii ni adhimu, Mheshimiwa Rais, ya historia. Wamekushuhudia, wamekuona wewe, na itakuwa ni story kwao, kwa wenzao, ni hazina wamekuona, na ni fahari kubwa kwao, kwa wazee wao na wao wenyewe vijijini. Naye mkurugenzi mtendaji wa kituo cha East Africa Commercial Logistics Center EACLC Katwang, ambao ndio wadhamini wakuu wa maonyesho hayo kwa kipindi cha mwaka huu, wamesema kuwa kituo hicho kitaendelea kuwa daraja la kuziunganisha bidhaa za Kitanzania na soko la China pamoja na masoko mengine ya kimataifa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi amewatolea wito waumini wa dini ya Kiislamu, wananchi kwa ujumla, kuendelea kudumisha amani, umoja, upendo na mshikamano ili serikali iendelee kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa ajili ya kuimarisha ustawi wa wananchi. Taarifa hiyo inasomwa hapa studio na Goodluck Msola. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo Ijumaa alipojumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika sala ya Ijumaa iliyosaliwa katika Masjid Mubarak Mazlui uliopo Mombasa, mkoa wa Mjini Magharibi. Akitoa salamu zake kwa waumini wa dini ya Kiislamu baada ya sala hiyo, Rais Dr. Mwinyi amewahakikishia wananchi kuwa nchi ipo salama na hali inayowezesha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendelea kutekeleza mipango na miradi yake ya maendeleo kwa mafanikio makubwa, huku akiwahimiza kuendelea kuunga mkono juhudi za maendeleo. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesisitiza umuhimu wa wananchi kuvumiliana na kusameheana, akieleza kuwa misingi hiyo ni muhimu katika kudumisha amani na utulivu nchini pamoja na kuwezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa sekta ya afya, viwanja vya ndege pamoja na michezo. Amani, mshikamano, upendo ndani ya nchi. Tukiendelea kuwa na amani katika nchi, tukiendelea kuwa na umoja katika nchi, mshikamano na upendo, mambo mengine yote ya maendeleo tunayoyataka yatawezekana. Lakini tukikosa amani, tukikosa mshikamano, tukikosa umoja, hakuna litakalofanyika. Rais Dr. Mwinyi ameendelea na utaratibu wake wa kujumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika sala za Ijumaa kwenye misikiti mbalimbali mjini na vijijini. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameweka jiwe la msingi la hospitali ya wilaya ya Butiama Kizurira Nyerere wilayani Butiama mkoani Mara, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kutoka Mara, Mohamed Jamal anatuarifu zaidi. Hospitali hiyo imejengwa kwa lengo la kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wa wilaya ya Butiama na maeneo ya jirani, ambapo awali walilazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma katika hospitali za wilaya nyingine. Taarifa ya mradi iliyowasilishwa na Waziri Mkuu na Mganga Mkuu wa Halmashauri ya wilaya ya Butiama Dr. Sunday Mwakyusa pamoja na maelekezo ya kiufundi yaliyotolewa na mhandisi Peter Maga ilieleza kuwa hadi sasa halmashauri imepokea jumla ya shilingi bilioni 3.66 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali hiyo, fedha zilizotolewa na serikali kuu pamoja na mapato ya ndani ya halmashauri. Majengo yaliyokamilika ni pamoja na jengo la wagonjwa wa nje OPD, maabara, jengo la dharura, jengo la upasuaji, wodi ya wazazi na kichomea taka za hospitali. Aidha, ujenzi wa jengo la utawala, wodi za wanaume na wanawake, jengo la mionzi, bohari ya dawa na kufulia unaendelea. Akizungumza katika hafla hiyo, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Dr. Festo Dugange amesema serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika miundombinu ya afya nchini. Amesema hadi mwaka 2020 kulikuwa na hospitali za halmashauri 55 pekee tangu uhuru, lakini katika kipindi cha miaka 6 ya serikali ya awamu ya 6 zimejengwa hospitali za halmashauri 129, hatua iliyowezesha halmashauri zote 184 nchini kuwa na hospitali zenye miundombinu bora na ya kisasa. Lakini katika hospitali hii ya halmashauri ya Butiama, hospitali ya Kizurira Nyerere, fedha iliyoletwa kama taarifa ilivyosema ni takriban bilioni 3 na milioni 66. Lakini tumekubaliana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yako majengo ambayo hayajakamilika. Katika bajeti ya mwaka huu 26-27 tumetenga milioni 500 kwa ajili ya ukamilishaji wa majengo haya. Dhalika, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba alizuru kaburi la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere nyumbani kwake Butiama mkoani Mara.
Benki Kuu ya Tanzania imesema licha ya mfumuko wa bei kuongezeka na kufikia 4.2 katika nusu ya mwaka wa fedha wa 2026, kasi ya ukuaji wa uchumi imeendelea kuimarika na kutegemewa kukua kwa 6% kutokana na kupungua kwa ukuaji wa uchumi wa dunia kufuatia athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kutangaza maamuzi ya kamati ya sera ya fedha ambayo imetaja riba mpya ya Benki Kuu kwa benki za biashara nchini, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Dr. Emmanuel Tutuba amesema kuwa pamoja na hali ya uchumi wa dunia kuathiriwa na kupanda kwa bei za mafuta na usafirishaji, bado uchumi wa Tanzania utaendelea kuwa imara na kutegemewa kukua kwa 6% katika nusu ya mwaka wa fedha 2026 kutokana na usimamizi thabiti wa sera ya fedha. Hivyo Benki Kuu ili kukabiliana na athari hizo imeongeza riba ya Benki Kuu kutoka 5.75 hadi 6.25 ili kukabiliana na athari za mfumuko wa bei kufuatia kupanda kwa bei za mafuta duniani. Kuhusu tathmini ya mwenendo wa uchumi wa hapa nchini, kamati ya sera ya fedha imejiridhisha kuwa mwenendo ni mzuri wa ukuaji wa uchumi licha ya kuwepo kwa changamoto zilizotokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Kwa upande wa Tanzania bara, uchumi unakadiriwa kukua kwa 6% katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026, ukichangiwa zaidi na ongezeko la uzalishaji katika shughuli za kilimo, ujenzi, madini, huduma za kifedha pamoja na usafirishaji. Aidha, Dr. Tutuba amesema kuwa pamoja na mfumuko wa bei kuongezeka kwa mwezi Mei kutoka 3.2 hadi 4.2, bado umesalia katika malengo ya 4 hadi 5, ikiwa ni himilivu, hivyo haitoathiri mwenendo ukuaji wa uchumi wa Tanzania, huku akiainisha kuwa ukuaji wa uchumi kwa Tanzania bara katika kipindi cha nusu mwaka wa fedha utakuwa kwa 6%, huku kwa upande wa Zanzibar ukitegemewa kukua kwa 6.6%, huku sababu za kukua kwa uchumi huo wa Tanzania bara ukitajwa kuwa utachangiwa na sekta ya kilimo, ujenzi pamoja na mauzo ya madini. Kamati ya sera ya fedha imeona kuwa ongezeko hili la riba ni sahihi katika kuhakikisha kwamba mfumuko wa bei unabaki ndani ya lengo la 3 hadi 5 na kuendelea kuchangia ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Aidha, bei za chakula zinatarajiwa kupungua kufuatia mavuno mazuri ya msimu wa kilimo wa mwaka 2025-26. Vile thamani ya shilingi inatarajiwa kuwa imara kutokana na mapato yanayotokana na mauzo nje ya nchi, ikiwemo mauzo ya dhahabu, mauzo ya mazao ya kilimo na shughuli za utalii. Kuhusu viashiria vingine katika mwenendo wa ukuaji wa uchumi wa taifa, Dr. Tutuba amesema kuwa sekta ya kibenki itaendelea kuimarika kutokana na kukua kwa ukwasi katika mabenki pamoja na kupungua kwa mikopo chechefu. Jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania George Masaju ameshauri wakala wa usalama na afya mahala pa kazi OSHA kuendelea kufanya ukaguzi wa mifumo ya usalama na afya katika maeneo ya kazi nchini, yakiwemo majengo ya mahakama kwa mujibu wa sheria ya usalama na afya mahala pa kazi sura namba 297 marejeo ya 20. Taarifa na mwanahabari wetu Recho Chacha inasomwa studio na Muhammad Jamal. Ametoa kauli hiyo jijini Dodoma katika hotuba yake ya ufunguzi wa mafunzo ya usalama na afya kazini ya siku 2 yanayotolewa na OSHA kwa majaji wa mahakama ya rufani na viongozi waandamizi wa mahakama. Lengo kuu la mafunzo hayo ni kuwajengea uelewa viongozi hao wa mhimili wa mahakama ambao baadhi yao wameteuliwa hivi karibuni ili waweze kutekeleza majukumu yao ya msingi kwa kuzingatia viwango stahiki vya usalama na afya kwa mustakabali mzima wa afya, usalama na ustawi wao. Ushauri wangu kwenu ni kwamba endelezeni kufanya ukaguzi katika miundombinu yote kama ilivyotajwa katika sheria ya afya na usalama kazini, na ikiwemo miundombinu ya mahakama, kwa sababu hii ya kwenu sio utashi, ni maelekezo ya sheria. Sheria lazima itekelezwe tu, na hii sheria ya afya na usalama kazini msingi wake ni huu. Akitoa salamu za awali katika ufunguzi wa mafunzo hayo, mtendaji mkuu wa OSHA Bi Khadija Mwenda amesema mahakama ni mdau muhimu katika kusimamia utekelezaji wa sheria ya usalama na afya mahala pa kazi, na kwamba ni muhimu kuhakikisha kwamba kunakuwa na uelewa
wa pamoja juu ya usimamizi wa masuala ya usalama na afya nchini baina ya OSHA na watendaji na viongozi wa mahakama. Mahakama ni mdau muhimu katika kusimamia masuala ya usalama na afya mahala pa kazi, kwa kuwa tumekuwa tukishirikiana nanyi katika kuhamasisha uwepo na uzingatiaji wa sheria, taratibu na kanuni mahala pa kazi. Na mafunzo haya si tu kwamba ni kwa wafanyakazi, kwa kuwa nyinyi ni wafanyakazi wa ndani ya mahakama, lakini vile vile tunatambua kazi yenu kubwa ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo kuifahamu sheria ya usalama na afya, majukumu yake, tunafahamu, mnafahamu ipo, lakini inavyotekeleza majukumu yake na mafunzo yatakayotolewa hapa, basi hata katika kutoa maamuzi inakuwa wepesi katika kuoanisha. Akizungumza kwa niaba ya majaji wa rufani wanaoshiriki mafunzo hayo, jaji wa mahakama ya rufani Dr. Yose Mliambina amesema mafunzo hayo yanatolewa kwa majaji yatasaidia kuboresha mazingira na mtindo wa ufanyaji kazi miongoni mwa majaji hao ambao shughuli zao nyingi zinahusisha kukaa kwa muda mrefu ofisini. Mheshimiwa Jaji Mkuu, awamu hii tumeona ni vyema mafunzo haya yafanyike kwa lengo la kutujengea uwezo waheshimiwa majaji wa rufani tulioapishwa hivi karibuni, ili tuanze kutekeleza majukumu yetu tukiwa na uelewa mpana wa umuhimu wa usalama na afya mahala pa kazi. Mafunzo haya pia yamejumuisha viongozi waandamizi wa mahakama, wakiwemo wakuu wa rasilimali watu pamoja na mkuu wa chuo cha IJA. OSHA imekuwa ikitoa mafunzo ya usalama na afya kwa watendaji na viongozi wa mahakama katika ngazi mbalimbali kwa awamu tofauti, ikiwa ni utekelezaji wa mkakati wa taasisi wa kuyafikia makundi mbalimbali ya wadau. Awamu hii inawahusu majaji 24 wa mahakama rufani pamoja na viongozi waandamizi wa mahakama ambao sanjari na kupatiwa mafunzo wamekabidhiwa vifaa muhimu vikiwemo viti vya ergonomia na masanduku ya huduma ya kwanza. Watendaji wa serikali za mitaa na viongozi wa ngazi za msingi katika halmashauri ya manispaa ya Iringa wameshauriwa kuzingatia misingi ya utawala bora, kuheshimu itifaki za kiutumishi na kujenga mahusiano yenye afya mahala pa kazi ili kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma kwa wananchi na kuimarisha maendeleo ya jamii kwa ujumla. Shalom Robert kutoka Iringa na undani wa taarifa hiyo. Akiongea katika kikao hicho, Fuadi Mwasiposia ambaye pia ni afisa mtendaji kata ya Ruaha manispaa ya Iringa anasema utawala bora unajengwa katika misingi ya uwajibikaji, uwazi, ushirikishwaji, haki na uadilifu. Huwezi kuregulate mahusiano, kusimamia mahusiano kama hakuna utaratibu ulio wazi na unaofuatwa kwenye unaohusika. Migongano kwenye kikao, mwenyekiti jukumu lake ni nini, katibu jukumu lake ni nini, nani akae wapi, nani anapaswa kuandaa taarifa gani, tunatakiwa tupeleke ajenda za kudumu za taarifa za mapato na matumizi, taarifa za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwakilishi wa chuo cha maendeleo ya jamii Ruaha CDTI Muhidini Galiatano anasema kikao hicho ni matokeo chanya ya ushirikiano kati ya chuo hicho na kata ya Ruaha, huku akitaraji matokeo kusudiwa mahala pa kazi. Zoezi hili litaenda kusaidia sana katika kuweka mipango, lakini na kufanya maamuzi katika shughuli mbalimbali ambazo zinawaletea wananchi wa kata ya Ruaha maendeleo, kwa sababu tunaenda kutambua changamoto ambazo zipo katika kata, katika masuala ya kiuchumi, masuala ya kijamii, masuala ya kimazingira, lakini kuna masuala ya ukatili na mambo mengine yote ambayo yanadidimiza maendeleo kwa wananchi. Kupitia semina leo ya masuala ya itifaki na uongozi, wajumbe hawa serikali ya mitaa watakwenda kufanya yale majukumu yao vizuri kikatiba, lakini pia kwa kuzingatia hizi itifaki. Misingi hiyo ya utawala bora, itifaki na mahusiano yenye afya huongeza imani ya wananchi kwa taasisi za umma na kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kwa manufaa yaliyokusudiwa. Nikiripotia Runinga TVE kutoka mkoani Iringa, mimi ni Shalom Robati. Wakazi wa Njombe ambao wamebobea kwenye kada tofauti kuchuana vikali katika vipengele 18 vya tuzo ambazo zimeanzishwa na mbunge wa viti maalum mkoani Njombe kupitia Chauma Sigrada Mligo kwa lengo la kuthamini na kutambua jitihada na mchango wao katika jamii inayowazunguka mkoani humo. Taarifa Ibrahim Lele kutoka Njombe inaeleza zaidi. Akizungumza wakati wa kutambulisha ujio wa tuzo hizo, mratibu wa Njombe Smart Talents Awards 2026 George Menson Sanga amesema mbunge amelazimika kuja na programu hiyo ambayo itafanyika kwa kipindi cha mwezi mmoja ili kutambua na kuthamini mchango wa watu kutoka kwenye makundi mbalimbali yanayowahudumia, na kwamba kupitia hilo linaongeza hamasa ya upambanaji kwa vijana. Tuzo hizi zinalenga kutambua
jitihada mbalimbali au juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na vijana na wakazi wa mkoa wa Njombe kwa ujumla wake katika maeneo mbalimbali ya kisekta kama sanaa, utamaduni, ubunifu, ushawishi kwenye jamii. Tunawahimiza watu wote kujitokeza kutumia hii fursa, sababu kauli mbiu yetu inasisitiza wazi kabisa kwamba jitihada zako ndio hatima yako. Akibainisha kada zinazoshindaniwa, katibu wa kamati ya tuzo hizo Fikirini Ngailo amesema jumla ya vipengele 18 vitashindaniwa na mshindi atakwenda kukabidhiwa tuzo Julai 31 na kisha kutumia fursa hiyo kutoa rai kwa walengwa kuchangamkia fursa hiyo adhimu ndani ya mkoa wa Njombe. Hivi ni vipengele 18 ambavyo vitashiriki na vitashindaniwa kupitia tuzo hizi ambazo zitatolewa usiku wa tarehe 31 mwezi wa 7, na kujisajili huku kutaanza rasmi usiku wa leo mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 2026. Zoezi hilo la upigaji wa kura litafungwa tarehe 26 mwezi wa 7, ambapo sasa itawapa nafasi kamati kwa ndani ya siku 4 kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kuelekea usiku wa utoaji wa tuzo. Kufunguliwa kwa dirisha la usajili wa washiriki kumewaibua wakazi wa Njombe kutoka kada tofauti zikiwemo za wajasiriamali, wasafirishaji na watumishi wa umma kutoa hisia zao juu ya umuhimu wa tuzo hizo. Tunafurahia sana kuona ujio wa tuzo hizi kwa sababu kwanza tumetambulika kwamba kuna watu wanafanya huduma ya kusafirisha watu. Kwa hiyo kwa kipengele hicho tu tayari kinatupa morali ya kuendelea kufanya kazi, kuona kwamba serikali imetambua. Na hapa morali ya kuzidi kujituma zaidi katika utendaji wao wa kazi. Hivyo inatoa hamasa hata kwa vijana wengine. Kutoka hapa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Chama cha Mapinduzi wilayani Geita kimewataka Watanzania kutoshiriki maandamano yanayodaiwa kufanyika Julai 7, kikisema hatua hiyo inaweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita inaeleza zaidi. Akizungumza na waandishi leo wilayani Geita, katibu wa siasa na uenezi wa CCM wilayani Geita Gabriel Nyasiru amesema kuwa maandamano hayo si sehemu ya utamaduni wa Watanzania katika kuwasilisha maoni yao na malalamiko au madai yao kwa serikali, na kwamba ni vyema wakajua kuwa eneo la Geita ni sehemu ya utafutaji na sio sehemu ya maandamano, kwani vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kudhibiti vurugu zote. Kaka wananchi, tunawaomba wananchi wetu wayapuuze haya maandamano, wasijitokeze, na wajue vyombo vyetu vya dola viko imara sana, na sisi Geita mji wetu huu ni wa kiutafutaji na tunafahamiana. Kama kuna watu wanatolewa maeneo ya nje na Geita, kuna watu wanapandikizwa, sisi Chama cha Mapinduzi tunayo imani kubwa sana na vyombo vyetu vya usalama. Tuna imani vitawadhibiti na wala hata wasisubutu kusogea kwenye mipaka ya Geita, kwa sababu uongozi wetu kuanzia serikali ya mkoa, serikali ya wilaya, vyombo vya ulinzi na usalama, tunayo imani kubwa kwamba hakuna kiumbe chochote ambacho kinaweza kwa awamu hii kikajipenyeza na kuleta maafa pengine na kuchochea vurugu katika maeneo yetu. Aidha, Nyasiru amewataka wazazi na walezi kuhakikisha wanawakanya watoto wao wasiingie kwenye mkumbo wa maandamano ambayo yamekuwa yakipelekea kuharibu mali za watu pamoja na mali za taasisi za umma. Sisi Geita tarehe 7 tunaendelea na shughuli zetu. Sisi ni wachimbaji, sisi ni wakulima, sisi ni wafanyabiashara. Tutaendelea na shughuli zetu kama kawaida. Kwanza tuna imani na vyombo vya ulinzi na usalama kwamba usalama utakuwepo wa kutosha. Sisi tutaendelea na shughuli zetu. Yoyote ambaye ataleta vurugu kwenye mji wetu, tuna imani atakabiliwa vizuri, kwa sababu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama tunaviamini. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi tunawahamasisha wananchi wetu na wanachama wetu na wale ambao hawana vyama, wakubwa kwa wadogo, hasa wazazi, kuzuia na kuwakanya watoto wao wasiingize kwenye huu mkumbo. CCM wilayani Geita imesisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa, hivyo kila Mtanzania ana wajibu wa kulinda na kuienzi kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Waziri wa Urusi maendeleo ya uchumi Maxim Reshetnikov ametangaza kuwa tiketi zote za ndege zijazo kati ya Urusi na Tanzania zimeuzwa. Akizungumza katika sherehe ya kuzindua huduma za ndege kati ya nchi hizo mbili. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Amesema hatua hii inakuja ikiwa ni matokeo ya moja kwa moja ya mkutano kati ya marais wa Urusi Vladimir Putin
na Dr. Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yaliyofanyika mwanzoni mwa mwezi wa 6 huko St. Petersburg, Urusi, pamoja na kazi kubwa iliyofanywa na mamlaka za anga na utalii za nchi hizi mbili. Aidha, waziri huyo amewaambia wawakilishi wa biashara kutoka nchi zote mbili kushirikiana kikamilifu na kuanzisha miradi ya pamoja. Upande wake, waziri wa maliasili na utalii wa Tanzania Ashatu Kijaji ameeleza kuanzishwa tena kwa huduma za ndege kama tukio la kihistoria, wakitangaza utiaji saini wa makubaliano mapya ya uelewa ambayo yataongeza wigo wa ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote mbili. Tarehe 2 Julai, Urusi na Tanzania zilianza tena ndege za moja kwa moja ambazo zilikuwa zimesimamishwa tangu mwaka 2021 kutokana na janga la COVID-19. Kwa mujibu wa Wizara ya Uchukuzi ya Urusi, siku ya kwanza abiria 123 walielekea Moscow, Urusi, huku abiria 144 walielekea jijini Dar es Salaam pamoja na visiwa vya Zanzibar. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametaka halmashauri ya Ubungo kutumia vyema wakaguzi wa ndani wa hesabu ili kuepuka wingi wa hoja kwenye ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali CAG, huku wakielekeza kuundwa kwa timu ya wataalamu kushauri uendeshwaji wa kituo cha mabasi cha Magufuli kisiendelee kuwa na hoja kutoka kwa CAG. Taarifa ya mwanahabari wetu Mrisho Mapeu inaeleza zaidi. Akizungumza wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam katika baraza la madiwani la halmashauri ya Ubungo kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, ambapo pamoja na kuipongeza halmashauri hiyo kupata hati safi, ameelekeza wakaguzi wa ndani kutumika vyema na kusema kuwa kituo cha mabasi cha Magufuli kimetajwa kwenye hoja nyingi, hivyo ni muhimu kuwa na timu ya wataalamu ili kutazama namna bora ya uendeshaji wa kituo hicho kwa ufanisi. Akizungumzia suala la ujenzi, Chalamila ameshauri ujenzi wa masoko uzingatie mahitaji ya wafanyabiashara. Stendi ya Magufuli imetajwa mara 4 kwenye hoja. Si kama mmefuatilia. Imetajwa mara 4. Mara mageti, mara si kitu gani, mara kitu gani. Na ukiangalia kwa sasa bado mmeleta hoja ya magari chini ya 1300 kuto kuingia pale vizuri. Lakini pia siku za nyuma pia nimemsikiliza kwa wilaya struggle pia kuhakikisha kwamba mabasi yanaanza pia kufanya kazi kwenye stendi hiyo. Na hivi juzi pia nimetoa maelekezo kwa katibu tawala wa mkoa kwamba tunahitaji kukutana na wamiliki wa mabasi. Kwa upande wake, mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali kanda ya Pwani kutoka ofisi ya CAG Nestori Karia ameipongeza halmashauri ya manispaa ya Ubungo kwa kupata hati safi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na ameitaka halmashauri hiyo kuimarisha usimamizi wa fedha kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Na mwaka huu kwa kaguzi wa fedha 25-26 basi apate hati safi kama tulipata miaka iliyopita. Lakini vile vile nitoe angalizo kidogo. Kutolewa kwa hati inayoridhisha au hati safi ina maana kwamba taasisi iliyokaguliwa ina mifumo ya udhibiti wa ndani inayofanya kazi kwa ufanisi kwa ufanisi. Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amefungua rasmi kampeni ya upimaji afya pamoja na matibabu bila malipo kwenye viwanja vya shule ya msingi Chamazi na kuwataka wananchi kujitokeza kutumia fursa hiyo ya siku 3 kuweza kujua afya zao na kupata matibabu mapema endapo watagundulika kuwa na maradhi. Akizungumza katika viwanja vya shule ya msingi Chamazi wilayani Temeke, Mpogolo amesema suala la kupima na kujua afya ni muhimu kwa kila mtu, hivyo ameitaka jamii kuchukua hatua ya kujua afya na kupata matibabu, huku akisisitiza kuwa serikali inatambua umuhimu wa afya na ndio maana ikaja na kampeni ya afya cheki bure kwa wananchi wote. Aidha, Mpogolo ametaja miongoni mwa magonjwa yatakayohusika kwenye kampeni hiyo kuwa ni pamoja na shinikizo la damu, kisukari, maradhi ya macho, magonjwa ya akili, saratani pamoja na changamoto za wanawake na watoto. Unapozungumzia afya cheki, si tukio tu la kawaida, bali ni kampeni ya kimkoa kwa mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha wananchi wanajenga utamaduni wa kupima afya zao mara kwa mara ili kugundua magonjwa
mapema na kupata matibabu kabla ya wakati wenyewe hawajaanza kuumwa. Kwa upande wao, mkurugenzi mtendaji wa Afya Check Dr. Isaac Maro na Dr. Ayubu Kibao, kaimu mganga mkuu wa mkoa, wamesema jamii kwa sasa inakabiliwa na maradhi mengi na matibabu mengi yana gharama kubwa. Hivyo kampeni hiyo itawarahisishia wananchi kupata huduma za afya bila malipo. Kwa miaka kadhaa sasa tumekuwa tukifanya mazoezi haya ili tu kuwasaidia wananchi, lakini wakati huo tumekuwa na kitu kimoja ambacho Mheshimiwa mgeni rasmi tumekigundua ni kwamba bado kunahitajika huduma hizi zifanyike zaidi na zaidi. Wananchi wanahitaji sana huduma za afya, na wote tunafahamu kwamba huduma za afya muda mwingine ni ghali, lakini pia muda mwingine hazipatikani kwenye maeneo ambayo wanahitaji. Na kwa nini tunafanya hili zoezi? Tunaona kuna uhitaji mkubwa wa huduma za afya, lakini pia tukiangalia takwimu zetu za huduma katika vituo vyetu vya afya tunagundua pia kuna takwimu kwa mfano za magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa haya yanaitwa NCD kwa lugha ya Kiingereza au ya kitaalamu, yamekuwa yakiongezeka kama vile magonjwa ya kisukari, shinikizo la damu, cancers mbalimbali zimekuwa zikijitokeza. Basi kupitia zoezi hili la Afya Check tunaweza kufanya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali ambayo kwayo baada ya hapo tunahakikisha wale wenye matatizo tunawapeleka au tunawapa rufaa kwenda kwenye sehemu husika kwa ajili ya kupata huduma iliyo sahihi. Wakulima nchini wametakiwa kuzingatia matumizi ya mbegu bora za kilimo kama hatua muhimu ya kuongeza uzalishaji, kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kujiongezea kipato. Recho Chacha ametuandalia taarifa ifuatayo inayosomwa studio na Goodluck Msola. Akizungumza katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, Mbwana Shamba, kiongozi wa kanda ya kaskazini kutoka kampuni ya uzalishaji na usambazaji wa mbegu bora za kilimo Sidco, Peter Timotheo, ameeleza kuwa wakulima wanapaswa kuchagua mbegu zinazolingana na mazingira yao na msimu wa mvua ili kuongeza uwezekano wa wao kuweza kupata mavuno bora. Amesema kupitia maonesho hayo kampuni zimeleta aina mbalimbali za mbegu chotara zikiwemo za mahindi pamoja na alizeti, sanjari na mboga ambazo zimeboreshwa kwa ajili ya kuongeza uzalishaji pamoja na kustahimili changamoto mbalimbali za kilimo. Wewe mkulima, karibu uweze kujifunza zaidi hapa Sabasaba jijini Dar es Salaam. Lakini ukiachana na alizeti, tuna mbegu za mahindi. Mbegu za mahindi ziko katika maeneo makuu matatu. Tuna mbegu zile za muda mfupi, tuna mbegu za muda wa kati, tuna mbegu za muda mrefu, na zote tumezipanda hapa jijini Dar es Salaam. Nataka nikwambie wewe mkulima kwamba mbegu za muda mfupi ambao tuko nazo ni mbegu ambazo zinakomaa kati ya siku 75 mpaka siku 90. Na mbegu ambazo tuko nazo hapa, kuna mbegu ya chapatu 2 419. Wewe mkulima ambao unalima katika maeneo ambayo unapokea mvua za muda mfupi, karibu uweze kujipatia mbegu ya chapatu 2. Aidha, ametoa wito kwa wakulima nchini ambao wanatembelea maonesho ya Sabasaba kufika katika banda la Sidco ili kupata elimu ya kilimo kuhusu mbegu mbalimbali na teknolojia za kisasa za kilimo zitakazowezesha kuongeza uzalishaji pamoja na kujipatia kipato endelevu. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sada Nasoro. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, Wizara ya Fedha yasisitiza elimu ya fedha kukuza uchumi wa nchi ifikapo 2050.